Bwana Yesu asifiwe, watazamaji popote ulipo, na kukaribisha tena katika neno la Bwana ambalo li hai. Ni wakati mwingine ambapo Mungu ametufikisha ili tupate kulinena kile ambacho alichokitenda, ili nacho kidhihirike kwa mwanadamu mmoja atakaye muamini, lipate kudhihirika jinsi vile lilivyodhihirika wakati ule. Yesu ni mwaminifu na Yesu ni muweza. Nitaomba kwa jina lake na kisha tutaenda hapo pengine, kwa kuwa Mungu ni mwaminifu. Mungu unaweza siku zote, unatawala siku zote, unalinda siku zote. Wewe unakomboa toka Jehova muweza wa yote mavumbini hadi juu Baba. Ni wewe unatawala siku zote, ni wewe unalinda siku zote, ni wewe wa kutegemea, ni wewe wa kuaminiwa, ni wewe wa kupewa sifa, ni wewe Dadi muweza wa yote uliyetufunikia na kutupa nguvu Dadi, ili tupate kulihubiri neno lako, tupate kulitagaza jina lako kwa neema yako na kwa nguvu zako, na kuita Dadi ukasuke mahala hapa muweza wa yote ukatende, kwa kuwa wewe ni mwaminifu na kwa kuwa wewe ni wa uwezo. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na napata kuamini. Amen. Yesu. Tutapata somo la leo kutoka kitabu cha Mathayo 19 mstari wa kwake 26. 19 mstari wa kwake ule 26. Yesu akawakasia macho akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Haleluya. Yesu anatawala siku zote na Yesu analinda siku zote. Anasema kwa mwanadamu hilo jambo ni ngumu, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Ndiposa leo mpendo tunamkimbilia, ndiposa leo tunamuhitaji, kwa kuwa yote yanawezekana kwake, mbali kwetu hayawezi yakawezekana yote. Kwetu yanawezekana machache tu, na hayo yanawezekana kwa kuwa ni yeye anataka hivyo. Hakuna yeyote anayeweza kusema anaweza akatenda jambo lolote pasipokuwa na Mungu likafanikiwa. Ukiona jambo limefanikiwa, jua ni Mungu amelifanikisha hilo jambo. Mpendwa, usiwe na hofu yoyote, mtegemee Bwana Yesu naye atakuwezekania kwa mambo yote. Yale ambayo unaona ni magumu, hilo linawezekana kwa Yesu. Hilo unalolifanya na ukaona ya kwamba haliwezekani, Yesu anaweza hilo jambo. Yesu ako na nguvu ya kulitenda. Yesu ako na nguvu. Yesu ako na nguvu ya kuinua. Yesu ako na nguvu ya kurejeza. Yesu ako na nguvu ya kurejeza mpendo mmoja aliyepotea na kumrejeza kwa baba yake, ili apate kupewa haki ya kwake. Yesu ako na nguvu ya kuinua mtu ako na unyonge, apate kumpa nguvu, apate kutembea katika njia za Bwana Yesu, kwa kuwa yu hai, yu kiumeni petu. Ni yeye, ni Mungu, ni mwaminifu, ni Mungu, ni muweza wa yote. Anatawala siku zote, analinda siku zote. Ni yeye aliyesimamisha msafara na akaukeuza ili apate kuonyesha nguvu zake. Ni yeye alienda kwa kina Lazaro ili apate kuonyesha nguvu zake. Ni yeye alienda kwa kina Petero ili apate kuonyesha nguvu zake. Kwa yule mkwewe Petero akapata kumwekelea mikono, na mara yule ile pepo ikaondoka kwa yule mkwewe Petero. Yesu ni mwaminifu. Akikusika mkono, Yesu akikusika mkono, Yesu akikuwekelea mikono ya kwake, unapata kuondoka katika matatisho, unapata kuondoka katika kunyanyashwa, unapata kuondoka katika laana, unapata kuondoka katika mambo ambayo hayakufai, mambo ambayo hayakupendezi. Using'ang'anie kukaa kwa kitu ambacho hakikupendezi. Kuja kwa Yesu, naye anajua jinsi atakavyo kuunda, atakavyo kutengeneza mpaka akufikishe level ambayo unataka kuwa. Mungu ni mwaminifu. Akianzisha ni yeye anakamilisha.
alianzisha kuwaokoa akina Sadaka na Miseka na Abednego katika tunuru la moto. Ni yeye ni mwaminifu, anajua watatupwa na yeye atakuja na atawatoa. Anajua Danieli atatupwa katika tundu la simba na anajua hivyo, na anasema wacha wamtupe asubuhi ya kwake apate kumtoa, ili watu waamini ya kwamba kunazo nguvu sisizo na kiwango, sisizo na kipimo, kisizo na mambo ya kutiso, sisizo na mambo ya kudharauliwa ama kudhihakiwa. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote, akikupasulia njia mahali ambapo hauoni kana kwamba njia inaweza ikapasuliwa. Yeye aliwapasulia wana wa Israeli njia mahali ambapo hawangetarajia, hawangefikiri, hawangedhania hivyo itatendeka. Lakini Mungu aliposuka akamwambia Musa, nyoosa pimbo ya kwako, na Musa aliponyoosa pimbo ya kwake, ile maji yakatawanyika, wana wa Israeli wakapita katika nchi kavu. Na wewe mpendwa, hayo maji unaona yamekuzingira, hizo vitu unaona imekuwekea vikwazo. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote, anaweza akasongeza hiyo yote ili upitie katika njia haina wasiwasi yoyote. Hakuna wasiwasi, hakuna kikomo kwa wale walio ndani ya Kristo. Wote wampendao anawapenda, wote wamuitao anawaitika, wote wavishao yeye wafungulia, wote wamuombao yeye anasikia. Kabla hatujaomba asajibu maombi yetu, na tukiwa katika hali ya kunena Mungu alimekwisha kusikia. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote, anatawala siku zote. Nasema ametufishilia kile ambacho macho yetu hayajawahi ona. Anasema ya kwamba majaribu yakija, ukiona majaribu hiyo yote inakuja, ujue ni mlango wa kuingia katika hiyo hatua nyingine. Wacha kuogopa majaribu, acha kuogopa majaribu, acha kuogopa maji, acha kuogopa maji. Njia inaweza ikatengenezwa katikati. Acha kuogopa midomo ya simba, midomo inaweza ikafungwa na ukatolewa asubuhi na mapema. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Acha kuogopa moto, wanaokuambia watakutupa kwa huo moto. Mungu anaweza katengeneza njia hapo katikati ya huo moto, upate kutembelea katika hayo matatizo yako. Haijalishi ni nani, haijalishi ni nani, haijalishi ni nani atakayesimama katika njia zako. Mwambie sio wa level ya kwako, ya kwake wewe, yeye sio wa level ya kwako. Mungu ni mwaminifu, ametulinda, ametuwekea ukuta wa moto ili tupate kutawala, ili tupate kutawala. Nasema majaribu yakija ni ya kuinua imani yako. Majaribu yakija na akiona ni makubwa kukusinda, yeye atafanya njia katikati ya hiyo majaribu. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote, ni muweza wa yote. Utengeneza njia katikati ya mapito ambayo tunayoyapitia. Utengeneza njia katikati ya mapito yote tunayopitia. Yeye ni mwaminifu, anaweza siku zote, anatawala siku zote. Ni yeye muumba wa vyote, anainua siku zote, analinda siku zote. Ni yeye ni mwaminifu, anaweza akafanya njia, anaweza akafanya njia kwa Gereza Petro ili apate kutolewa katika jela. Anaweza akafanya njia, jela inatingika ili Paulo na Sila waende wakalihubiri neno lake. Anaweza kufanya njia mahali ambapo hakuna njia. Anaweza akatengeneza au watoto wako, anaweza akakuinua toka hatua kwenda katika hatua nyingine. Anaweza akakupa kile ambacho hauna mpendwa. Yeye hahitaji kitu kwa chochote kwako, anahitaji tu umpende, umuite, unyenyekee mbele za kwake ili apate kufanya vitu vyako ulivyo navyo kuwa na thamani. Bali usipomnyenyekea na usipoinama mbele ya kwake, usiponyenyekea mbele ya kwake, atafanya fedha ulizo nazo siwe takataka. Anasema hapo kwa Isaia, atafanya fedha ulizo nazo siwe takataka, ambazo ile ambacho unajivunia. Haya akifanye kitu ambacho ni cha bure, haya akifanye kitu ambacho hakiwezi kikapendeza hata mtu mmoja. Kile ambacho uko nacho usipokitumia kwa Yesu Kristo, kinaonyesha ni kwamba hicho ni cha kutoka kwa Shetani, na usipokitumia kwake atakifanya kuwa kitu cha bure, kitu kisicho kupendeza. Ni wengi wako na mautajiri lakini kila siku ni kulia. Ni wengi wako na vitu lakini kila siku ni kuhangaika. Hata anasinda yule anahangaika mpaka anasinda yule aliyemwajiri kwake. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Atakayemwamini, hata kama atategemea, hata kama atakuwa na shilingi moja. Mwanamke alipotoa shilingi 2 senti 2, alipotoa shilingi 2 akaambiwa ametoa zaidi ya yule
ambaye ametoa milioni. Haijalishi ni nini, hicho ambacho ulicho nacho kinaweza kikabadilishwa na kuwa kingi, na unapata kushinda yule ambaye unamuona kwa macho kana kwamba kunacho ako nacho. Mungu ni muweza wa yote, anatawala siku zote. Ni yeye alisema samaki wajae, samaki wakajaa. Ni yeye alisema mikate iwe mingi, na mikate ikawa mingi. Watu wakala 5,000 ikasibishwa, 5,000 ikasibishwa, na samaki 2 na mikate 5. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Aliyeagiza upepo, akaagiza upepo toka huku magharibi, mashariki, kusini, akaagiza upepo ukaja na nyama. Wana wa Israeli wakala wakasiba. Anaweza akaagiza chakula cha mpendo leo. Anaweza akaagiza katika maisha yako vitu vizuri. Anaweza akaagiza kitu uchicho nacho kikaya kwako kwa miujiza. Usitarajia akili yako inaweza kujua jambo lolote lile. Akili yako tu ni kama tutone katika mtungi. Mungu ni mwaminifu, lakini akili ya Yesu imejaa iko katika swali hilo kabisa. Anasema yeye ni hekima ya Mungu. Yeye ni hekima ya Mungu. Yeye ni hekima ya Mungu. Anaweza siku zote, na ni nguvu ya wale wampendao, na ni uwezo wa wale wamwitao, na ni uwezo wa wale wamwitao. Mkimbilie Yesu na yatakukimbilia. Muite Baba na yatakuonekania. Atatawala ndani ya maisha yako. Utaringa ukiwa na yeye. Hautaenda ukiinama, hautaenda ukiombaomba, hautaenda ukikopa. Hautakaa na vitu vya kukopa. Kila siku ni kundaiwa, kila siku ni kwa mahangaiko. Bali ukimsikilia, anasema hamtakopa, bali mtakopesa. Hamtakaa chini, bali mtakuwa wa juu. Hamtakuwa mkia, bali mtakuwa kichwa. Najivunia hilo, nasikilia hilo, ya kwamba sitakuwa mkia, bali nitakuwa kichwa. Ya kwamba sitaenda kuwakopa, bali wao ndio nitawakopesa. Anasema nitakubariki utokapo, na katika hali ya kuingia utabarikiwa tena. Nasema katika hali ya kutoka utapata ulinzi wa kwangu, na katika hali ya kurudi na utapata ulinzi mwingine. Ni Mungu ni mwaminifu. Ametuwekea ukuta wa moto Bwana. Ametulinda, ametuwekea hifadhi, ametuhifadhi ndugu yangu. Ametuwekea ulinzi. Hatuwezi tukatingishwa na kitu chochote katika mapito yetu. Hatuwezi tukatingishwa na kitu chochote. Yule Samson alipoisiwa na nguvu, akasikwa na kiu, na alipokamatwa na kiu, akamwambia Bwana, usiache nikapa katika aibu hii ya Wafilisti. Mbali Mungu muweza wa yote, tenda jambo. Naye Mungu akapasua kisima hapo. Samson akanywa na safari ikaendelea. Mpendwa, Yesu anaenda kupasua kisima. Mpendwa, Yesu akupasulie kisima popote ambapo umelemewa. Mpendwa, Yesu akupasulie kisima popote ambapo umeona kiu, upate kuendelea na safari yako. Hautasindwa na neno lolote. Hautafungukiwa na neno lolote, kwa kuwa ni Mungu ni mwaminifu, kwa kuwa yuna uwezo, kwa kuwa anaweza siku zote. Ni yeye tu mwaminifu, ni yeye tu anatenda, ni yeye tu anasafisha watu wake. Ni yeye anamwambia Ibrahimu, umbali ule utakao utasama, umbali huo nitakupa, na yeyote atakaye kubariki na mimi nitambariki, na yeyote atakaye kulaani, hiyo laana inamfuata yeye. Ni yeye alimwambia Isaka, wewe teremka kule nami nitakubarikia huko. Usikae hii nchi, twende nikuonyeshe nchi ambayo utakaa ili nipate kukufanikisha. Na alipoenda katika ile nchi ya Wafilisti, katika nchi ya Wafilisti, akavuna chake 100 kwa 100, wao wakivuna 1. Mungu ni mwaminifu, Mungu ni mwaminifu. Chochote ambacho utapanda kwa Yesu, anasema neno lake ni uzima wa milele. Neno lake ni uhai, neno lake ni uzima, neno lake lina nguvu, neno lake lina uwezo, neno lake linaweza likalinda mtu, na neno lake halinyauki. Hiyo ni mbegu ambayo
imepandwa, na ikisamea haitamea jinsi ambavyo ilipandwa. Vile itamea haitarejea bure tu vile ambavyo uliipanda ukarejea kwa mikono mitupu. Hapana, ikisamea lazima utavuna matunda ambayo yanakupasa uvune. Mpendo, mjipande katika neno la Bwana na utapata baraka za kwake. Nasema neno lake litatoka kinywani kisa likarejea bure. Mungu ni mwaminifu, ako na ahadi na sisi, ako na ahadi na sisi. Mbona tumkatae? Mbona tumkatae? Mbona tukatae huyu Yesu? Mbona tusiwe ndani ya kwake? Mbona tulazimishwe kuja kwa Yesu? Mbona mpendo ulazimishwe kukuja kwa Yesu? Yesu ako na kila kitu ambacho unakihitaji. Hata kuna chenye hauwezi ukajua na mawazo yako ambacho unahitaji, lakini Yesu anakifahamu kile ambacho unahitaji ili uwe sawa. Lakini wewe ni kusinda hapo tu, kusinda tu hapo tu, kusema Yesu atakuja. Hawezi akakuja kwa mtu. Nasema na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Mtafute Yesu kwa bidii naye ataonekana kwa maisha yako. Muite kwa bidii naye atakuonekania. Mpendwa, atakulinda, atakuangazia nuru ya kwake, kwa kuwa ni mwaminifu. Yesu akulinde na Yesu akutangaze. Mungu mwaminifu, unaweza siku zote, unatawala siku zote. Wewe unayeanzisha na wewe unayekamilisha. Umenituma na neno lako, nimelinena. Muweza wa yote, Mungu muweza wa yote, kanipe na nguvu tena na tena. Tangaze Jehova katika njia zangu, na sampendo yule anayesikiliza na anayetazama ndani. Muweza wa yote ni wewe unatawala, na ni wewe unalinda siku zote. Utulinde, utusungukie na ukuta wako wa moto Jehova. Tulinde na adui zote, kwa kuwa wewe ni mwaminifu na kwa kuwa wewe ni muweza. Katika jina la Yesu Kristo naomba na napata kuamini. Amen. Yesu akutengeneze, Yesu akulinde, Yesu akuangazie katika mapito yako. Mungu ni mwaminifu. Shalom. Amen.